Njoo, angalia hii. Angalia hii. Tumefikia hatua kubwa leo na tuna kitu cha kusherehekea. Tumekamilisha ahadi tuliyotoa ya kuleta dola milioni 1.8. Na kwa mahali pa kuita ni nyumbani. Na hii ni muhimu. Unajua, kwa njia fulani tunafikiria, je, hii inawezekana? Lakini hakuna lisilowezekana wakati Mungu yupo ndani yake. Hakuna lisilowezekana. Tuna mengi ya kusherehekea leo, na tunachosherehekea ni watu waliokubali nataka kuwa sehemu ya kujenga kanisa la Yesu Kristo. Hiyo ni hakuna kitu muhimu zaidi. Hakuna kitu kinachojali zaidi. Na tunajua Mungu ametuita kwa hili. Hiyo ni kweli. Kwa hivyo tuko tayari kufanya chochote kinachohitajika. Ungependa kusema nini pa? Mimi tu wakati sijui kama ulijisikia hivi, lakini nilipokuwa nikiangalia video hiyo mapema na namba zote hizo na mabadiliko yote ya maisha. Ndiyo. Mabadiliko yote ya maisha yalikuwa yakijitokeza. Nilihisi tu shukrani kwamba Mungu alichagua kuwa sehemu ya hilo. Na alikuchagua wewe kuwa sehemu ya hilo. Sijui kama unajua, si kila kanisa ni kama hili. Ndiyo. Na kwa hivyo tunapata kuwa sehemu ya kitu cha ajabu na maalum na kilichopangwa na Mungu. Na kwa hivyo nina furaha sana kuwa katika wakati huu wa ndiyo pamoja na wewe. Ndiyo. Na kwa hivyo tunataka kusema asante. Asante kwa kila mtu aliyesali kwa hili. Ndiyo. Kwa kila mtu ambaye amejitolea na Beam hinyoesha kwai, na ambaye amesema Mungu nitumie kuwa sehemu ya kile unachofanya katika kaunti ya Hais. Hiyo ni kweli. Na kote duniani. Ndiyo. Hii ni muhimu sana. Ndiyo. Kwa hivyo tunataka kuomba na kumshukuru Mungu. Ndiyo. Kwa hatua hii kubwa. Ndiyo. Bwana, tunakushukuru. Asante kwa uaminifu wako. Asante Mungu kwamba umetupa kwa ukarimu sana kama watu wako, ili tuweze kumimina tena katika ufalme wako, na tunaweza kuwa sehemu ya jambo muhimu zaidi linaloendelea duniani leo, na hilo ni kanisa lako ambalo ni tumaini tunalotoa la Yesu Kristo, na kushiriki ujumbe huo na kuona maisha yakibadilishwa kwa umilele. Tunakushukuru kwa hilo na tunakabidhi yote haya kwako. Tunakabidhi asubuhi hii kwako na tunaomba kwa jina la Yesu. Amina. 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 Sawa. Endelea nao, kaa chini. Kaa chini. Hii ni ya kushangaza. Na nataka kukuambia kwamba tutaendelea asubuhi hii. Nitarudi kwenye mahali pa kuita nyumbani na aina ya mahali tulipo kwenye hilo na tunakuelekea. Lakini nataka kuanza na swali kwako, na hilo ni, kama umewahi kufikiria kuhusu hili, ni kiasi gani kitakachokufanya hatimaye kusema hiyo inatosha? Nina vya kutosha. Je, umewahi kufikiria jibu la swali hilo? Kwa sababu wengi wetu tunafikiria tatizo letu ni kwamba hatuna vya kutosha, na hii ni sehemu ya maumivu kwetu. Kwa baadhi ya watu, jibu lako kwa ni kiasi gani kinatosha litakuwa kama nataka kuwa milionea. Hilo litakuwa la kushangaza. Lakini kwa baadhi ya watu, vya kutosha leo vinaonekana kama nataka tu kuweza kulipa bili zangu. Kwa baadhi ya watu, vya kutosha vinaonekana kama ningeweza tu kupata nyongeza moja zaidi, au kupandishwa cheo moja zaidi, au kuhamia eneo hilo, au kuendesha gari hilo. Lakini kama hatutakuwa waangalifu, tunachofanya ni kuishi maisha yetu yote tukihamisha mstari wa ni kiasi gani kinatosha. J.D. Rockefeller, ambaye alikuwa bilionea wa kwanza wa Marekani mwanzoni mwa miaka ya 1900, alidhibiti karibu 90% ya sekta ya mafuta katika kilele chake. Na wakati mmoja mtu fulani alimuuliza, inachukua kiasi gani cha pesa kumfanya mtu awe na furaha?
na jibu lake lilikuwa kidogo tu zaidi. Na nadhani tunaweza kuhisi hivyo. Matamanio yetu yanazidi mapato yetu. Na tunafikiria vya kutosha viko mahali fulani mbele yetu. Lakini kisha Sulemani anakuja katika kitabu cha Mhubiri, tunapopita katika Mhubiri. Na anasema, nikuambie nilichojifunza baada ya kukusanya zaidi ya mtu yeyote angeweza kufikiria. Na tunahitaji kusikia jibu lake. Kwa sababu kama kuna mtu yeyote alikuwa na pesa na ushawishi na nguvu na vitu na fursa za kujibu swali kuhusu kama pesa zinaweza hatimaye kuridhisha tamaa hiyo katika roho zetu, alikuwa ni Sulemani. Sulemani alikuwa na magala ya fedha na dhahabu. Alikuwa na kiti cha enzi cha dhahabu na pembe za ndovu. Alikuwa na mtandao wa biashara wa kimataifa. Alikuwa na nguvu za kijeshi, anasa, ushawishi, umaarufu wa kimataifa. Na kama ingekuwa inawezekana kwa pesa kuridhisha, basi Sulemani angekuwa mtu mwenye furaha zaidi duniani. Alikuwa na zaidi ya vya kutosha kwa viwango vya dunia, lakini bado alikuwa mtupu. Na kile hiki kinatuambia ni kwamba vya kutosha si swala la pesa, ni swala la moyo. Kwa hivyo tunapopita katika sehemu zetu za kuunganishwa zinazopatikana kwenye programu yako ya Connection Church, unaweza kuchukua baadhi ya maelezo na utaona kwanza kwamba pesa haziridhishi. Sasa wengi wetu tunasema, kweli ningependa kujaribu, sivyo? Ningependa tu kuona mwenyewe. Lakini pesa hufanya Mungu mdogo mbaya, kwa sababu haijalishi tunacho, tunataka tu dola moja zaidi, nyongeza moja zaidi, uboreshaji mmoja zaidi, kiwango kimoja zaidi. Kwa hivyo mstari wetu wa nguvu kwa wiki hii ni mstari huu wa kwanza katika Mhubiri 5:10. Kama utatoa kadi zako za mstari wa nguvu hapa huko Buda na hapa San Marcos, na tuseme hii kwa sauti pamoja kama mwili mmoja: njoo. Wale wanaopenda pesa hawatakuwa na vya kutosha jinsi isivyo, na maana kufikiria kwamba utajiri huleta furaha ya kweli. Hii ni nzuri kushikilia wiki hii, ukariri, kujikumbusha. Hakuna wakati ambapo unasema imemalizika, hiyo inatosha. Kwa hivyo mtu aliuliza swali hili, na hilo ni, ninawezaje kuacha kujilinganisha na wengine? Ninawezaje kufanya hivyo? Nilidhani hilo lilikuwa muhimu hapa, kwa sababu tunachofanya ni kwamba sote tunajaribu kushindana na majirani zetu. Lakini kile ambacho hatutambui ni kwamba majirani zetu wamezama kwenye madeni. Na umewahi kugundua kwamba kadri unavyopata pesa zaidi ndivyo unavyotumia pesa zaidi. Wakati mimi na Pam tulipoana mwaka wa kwanza wa ndoa yetu, tulipata jumla ya dola 12,000 mwaka huo. Tulikuwa wanafunzi wa muda wote na tulikuwa tunapata dola 12,000. Na najua nasema ndio, lakini unajua hiyo ilikuwa zamani, wakati unaweza kupata hamburger kwa senti 25 au kitu. Lakini kwa kweli haikuwa zamani sana. Mimi wakati huo ningeweza kupata tacos 2 za Jack in the Box kwa senti 50 kila moja, kwa dola moja kweli. Tacos 2 za Jack in the Box for dola moja. Na hadi miaka michache iliyopita bado ungeweza kupata hizo tacos za Jack in the Box kwa dola moja. Nadhani zimepanda kidogo sasa, lakini Mhubiri 5:11 inasema, kadri unavyokuwa na zaidi ndivyo watu wanavyokuja kukusaidia kuitumia. Unajua, tulipoanza hatukuwa na mengi, lakini tuliweza kuifanya ifanye kazi. Na leo tuna kidogo zaidi na bado tunaifanya ifanye kazi. Tunadhani tatizo ni sina pesa za kutosha, lakini sio kuhusu kiasi unachopata, ni kuhusu kiasi unachotaka. Kwamba mahitaji yetu tunayoyaita mahitaji ni kweli tamaa zetu. Na sababu moja ya kutosha inahisi kuwa ngumu kufafanua
ni kwa sababu tunabadilisha alama kila wakati. Kulinganisha kuna kufanya uhamishe mstari wa kumaliza. Ulikuwa sawa na gari lako hadi ulipoona gari lao. Unajua ulikuwa na furaha au umeridhika hadi ulipoona picha za likizo yao. Ulikuwa umeridhika hadi ulipoona mafanikio yao. Je, umewahi kwenda kuangalia nyumba za mfano? Kosa kubwa. Unajua unaangalia nyumba za mfano na ghafla unakuwa kama, nilidhani nilikuwa na furaha na nyumba yangu na sasa mimi siko. Unajua, ikiwa utatumia maisha yako kila wakati ukiangalia upande kwa upande watu walio karibu na wewe, hutawahi kushukuru kwa kile ambacho Mungu ameweka mikononi mwako. Usipime hali yako ya kila siku na kile ambacho watu wengine wanaonyesha kwenye mtandao yao ya kijamii. Na tunachohitaji kujifunza kufanya ni kumshukuru Mungu mara kwa mara kwa kile ambacho tayari ametupa. Na punguza kuvinjari kwetu. Sawa, kuvinjari ni mtego unaosababisha kulinganisha na kutoridhika. Na unajua, jifunze kusherehekea mafanikio ya wengine bila kutamani kile walichonacho. Na uwe mwaminifu na kile ulichokabidhiwa. Hizo ni hatua kadhaa. Lakini basi jambo la pili tunaloona ni zaidi huleta mkazo. Zaidi huleta mkazo zaidi. Tunafikiri kwamba zaidi itafanya maisha kuwa rahisi, lakini kwa kawaida itafanya mambo kuwa magumu zaidi. Sasa nina mengi ya kushughulikia, mengi ya kufuatilia, mengi ya kutunza, mengi ya kuweka mahali, mengi ya kuwekeza, mengi ya kuwa na wasiwasi nayo kupoteza. Na Sulemani anasema, unadhani ukipata zaidi maisha yatakuwa rahisi. Lakini mali zako zinapoongezeka, ndivyo watu wanaokuja karibu na wewe ambao watajaribu kupata kile ulichonacho au kutumia kile ulichonacho na shinikizo linalokuja na yote. Jaribu kupata kile ulichonacho au kutumia kile ulichonacho na shinikizo linalokuja na yote. Na hiyo ni kweli leo. Wakati mwingine kile tunachokiita baraka kwa kweli kinakuwa mzigo, kwa sababu mioyo yetu haikuwa tayari kushikilia. Na sio yule anayekufa na vitu vingi zaidi ndiye anayeshinda. Unajua, baada ya mchezo wa Monopoly, yote yanarudi kwenye sanduku. Na ndiyo maana Sulemani anasema katika Mhubiri sura ya 5 mstari wa 12, usingizi wa mfanyakazi ni mtamu, iwe wanakula kidogo au kingi. Lakini kwa matajiri, wingi wao hauwaruhusu kulala. Picha iliyo wazi sana. Una yule mfanyakazi anayejituma, anayefanya kazi kwa bidii, anarudi nyumbani amechoka, anaweka kichwa chake kwenye mto na analala. Lakini kisha una yule tajiri ambaye tumbo lake limejaa, maisha yake yamejaa, akaunti yake ya benki imejaa sana, na bado analala macho usiku kwa sababu mali haziwezi kuleta amani. Pesa zinaweza kununua godoro, lakini haziwezi kununua pumziko. Pesa zinaweza kununua nyumba, lakini haziwezi kuifanya kuwa makazi. Tunafikiri kuwa zaidi pia itarahisisha maisha yetu, na mara nyingi inamaanisha tu malipo zaidi, shinikizo zaidi, msongo zaidi. Na kutovumilia na kutoridhika kawaida huishi katika nyumba moja. Ninapoamini uongo unaosema nahitaji zaidi ili kuwa sawa, basi ninakuwa na wasiwasi. Ninahisi haraka, na ninachofanya ni kwamba mara nyingi inanifanya niingie kwenye madeni zaidi. Maisha yangu hayatembei kwa kasi ya matamanio yangu. Na hiyo inahusiana na swali lingine lililoulizwa, na hilo ni hatua gani za kunisaidia kuwa na uvumilivu zaidi? Wacha nipitie haya haraka sana. Ya kwanza ni kutaja kinachokufanya usiwe na utulivu. Tambua ni nini ambacho nafikiri siwezi kuishi bila, na kisha anza kufanya mazoezi ya shukrani kabla ya kuomba zaidi.
Mara nyingi tunamtazama Mungu kama Santa Claus wa kiroho, ambaye anapaswa tu, au jini kwenye chupa, ambaye anapaswa tu kutupa maombi yetu, na haturudi kusema asante Mungu kwa kile ulichonipa. Acha kulinganisha. Kulinganisha kutakufanya usiridhike kila wakati, kwa sababu utapoteza mchezo huo kila wakati unapoucheza. Utaona watu ambao wanafanya vizuri zaidi kuliko wewe na utajihisi duni, au utapata watu ambao unafanya vizuri zaidi kuliko wao na utajivuna kwa kiburi. Kwa hivyo tunahitaji kuamini wakati wa Mungu. Unajua, kutosha si kuhusu kiasi, ni kuhusu kuamini kasi ya Mungu. Kwa sababu tunapokuwa thabiti, kidogo kinaweza kuwa kingi unapokiweka mikononi mwa Mungu. Na kisha toa badala ya kushikilia. Hii ni kuishi kwa mikono wazi, sawa? Ukarimu unafundisha moyo wetu kuachilia udhibiti kwa Mungu. Naona, si swala la pesa. Ni kweli ni swala la imani. Ni swala la ukuaji wa kiroho, kwa sababu ukarimu kila wakati utavunja nguvu ya tamaa ya mali moyoni mwangu. Hoja ya tatu ni hii: zaidi haidumu. Utajiri unaweza tu kutoweka kama vile hivyo kwa muda mfupi. Katika Mhubiri 5:13 Sulemani anasema, nimeona uovu mkubwa chini ya jua, utajiri uliokusanywa kwa madhara ya wamiliki wake, utajiri uliopotea kupitia bahati mbaya, ili kwamba wanapokuwa na watoto hakuna kilichobaki kwao kurithi. Pesa zinazungumza, sivyo? Zinasema kwaheri. Na ikiwa utakuwa na usalama wa kweli maishani mwako, basi lazima uweke imani yako katika kitu ambacho hakiwezi kuchukuliwa kutoka kwako. Unajua, unaweza kupoteza pesa zako zote kwa muda mfupi. Uchumi unaporomoka, unapoteza kazi yako. Chochote kinaweza kutokea. Lakini ukiweka usalama wako kwa Mungu, hiyo haiwezi kuchukuliwa kutoka kwako. Tazama, kazi yako si chanzo cha maisha yako. Serikali si chanzo cha maisha yako. Mungu ndiye chanzo. Angalia, ukiangalia zile noti za dola, pesa tulizonazo, bado zinasema kwa Mungu tunamwamini, sio kwa pesa. Na nikijenga maisha yangu juu ya pesa, sitawahi kuwa na maisha thabiti na salama, kwa sababu thamani yake inabadilika kila wakati. Sasa, pesa si nzuri wala mbaya. Ni kitu kisichoegemea upande wowote. Ni chombo kinachoweza kutumika kwa wema au kwa ubaya. Inaweza kubariki wengine, inaweza kufadhili ujumbe wa Yesu kusambazwa. Na hakuna tatizo kuwa na pesa. Lakini tatizo linakuja pesa zinapokuwa na mimi, sawa? Unapaswa kujiuliza, je, nina pesa au pesa zina mimi? Ni tatizo ninapoanza kuomba pesa kufanya katika maisha yangu kile ambacho ni Mungu pekee anaweza kufanya. Na kisha katika Mhubiri 5:15 inasema, kila mtu huja uchi kutoka tumboni mwa mama yake, na kama kila mtu anavyokuja ndivyo wanavyotoka. Hawachukui chochoko kutoka kwa kazi yao wanachoweza kubeba mikononi mwao. Hii pia ni uovu mkubwa. Kama kila mtu anavyokuja ndivyo wanavyotoka, na wanapata nini kwa kuwa wanahangaika kwa upepo? Siku zao zote wanakula gizani na kufadhaika sana mateso na hasira. Tazama, unakuja duniani bila chochote na tunaondoka bila chochote. Sijawahi kuona gari la mazishi likivuta U-Haul. Hatuwezi kuchukua pamoja nasi, lakini tunaweza kutuma mbele. Unajua, tunatumia maisha yetu yote kujaribu kushikilia kitu ambacho hukuwahi kusudiwa kukiweka milele. Unajaribu kukishikilia, na swali si tu ni kiasi gani naweza kutengeneza na kuweka na kutumia, lakini swali bora ni nini ninachotuma mbele. Ninachowekeza katika kitu kitakachodumu zaidi ya maisha yangu.
Na hiyo ni moja ya sababu ninashukuru sana kwa kile Mungu anachofanya kupitia mahali pa kuita nyumbani. Kwa sababu hii ni kitu ambacho si kuhusu kujilimbikizia vitu zaidi kwa ajili yetu wenyewe. Hii ni kuhusu kuwekeza katika kanisa la Yesu ambalo litaendelea. Ni kitu ambacho Yesu alisema nitaujenga, na tunataka kuendeleza mradi wa ujenzi ambao Yesu alianza. Hii ni kuhusu watoto kusikia habari njema za Yesu, kuhusu wanafunzi kufundishwa, kuhusu familia kuimarishwa, na kuhusu watu kumjua Yesu na kwenda hadharani kupitia ubatizo na kuona maisha haya yote yakibadilika. Na kwa hivyo tunafanya nini sasa? Kweli tulikupa leo, kila mtu anapaswa kuwa amepokea stika, sawa? Kwa hivyo hiyo inafurahisha, lakini lengo la stika ni tunataka kusema hivi, shikamana nayo, sawa? Kwa hivyo hapa ndipo tulipo katika safari hii. Ndiyo, tumefikia lengo tuliloweka kama kanisa pamoja. Unajua, hatukuweka lengo hilo hasa. Kile tulichofanya ni kwamba tulisema pamoja, hapa ndipo tunapojitolea. Tulisema pamoja, tutaleta $1.8 milioni, na hicho ndicho tulichojitolea, na hicho ndicho tulicholete. Lakini bado tuna safari ndefu mbele yetu, sawa? Kuvunja ardhi na kuanza kujenga. Hata ingawa tulifikia ahadi hiyo, nitakuambia bado tuna kama $30,000 zaidi kwenda ili kulipa kilichobaki kwenye mali hiyo. Na hivi karibuni tutaweza kulipa deni hilo. Na tutakachofanya ni nitarudi mbele yetu sote na tutasherehekea tunapolipa deni hilo. Na kisha pia tutasherehekea pamoja tunapovunja ardhi kwenye eneo letu la maegesho huko San Marcos. Tuna alama za kusherehekea mbele yetu na kwa hivyo tumefikia mstari huu muhimu wa lengo, lakini hiyo inatupeleka tu kwenye mwanzo mpya kwa kile Mungu alicho mbele yetu. Msimu huu wa Vuli ujao tutazindua kampeni mpya ya ahadi ili tuweze kupata mkopo na kuanza kuendeleza mali hiyo. Lakini kwa wakati huu, sawa, hapa ndipo tulipo. Kuna watu wengi ambao walitoa ahadi na hatujamaliza ahadi zetu bado, sawa? Hata ingawa tulifikia lengo, hatujamaliza kibinafsi ahadi zetu. Kwa hivyo, ninachotaka kukuhimiza kufanya ni kuendelea, endelea na kumaliza kwa nguvu. Na naamini kwa msaada wa Mungu unaweza kufanya hivyo. Kuna wengine wenu ambao mmetimiza ahadi zenu na bado mnaendelea kutoa kwa ukarimu, na hiyo ni ya ajabu. Asante sana kwa kwenda zaidi na zaidi, na ninataka kukutia moyo uendelee kutoa katika kiwango hicho. Na kuna baadhi ya watu pia ambao bado wanatazama, na nyinyi ni watazamaji na mnaangalia kutoka pembeni, na ninataka kukuhimiza, ingia kwenye mchezo. Unakuwa kwa sababu ya kile Mungu anachofanya kupitia kanisa la Connection. Na unaweza kuwa sehemu ya mustakabali wa kanisa la Connection pia. Unajua, tunaacha urithi si tu kwa wale ambao hawapo hapa bado, lakini ninafikiria kuhusu kujenga kanisa imara la kudumu kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya wajukuu wetu, ambapo wanaweza kukutana na Yesu, ambapo wanaweza kuwa na maisha yanayostawi. Ni mustakabali ambao tunauandaa kwa kizazi kijacho, na hiyo ni uwekezaji katika umilele. Na nataka usikie kutoka kwa mmoja wa vijana wetu ambaye ameenda kwenye safari hii nasi, na usikie kile Mungu amefanya katika maisha yake. Angalia hii. Sitaki kuishi maisha bila Yesu kama naona jinsi inavyoonekana. Naona wakati ninajaribu kuishi kwa ajili yangu mwenyewe, na hivyo sivyo ninavyotaka kuishi tena. Kama ningependa zaidi kushikamana na kufanya kile ambacho Mungu ananiita kufanya sasa hivi,
na kwa kumimina kizazi kijacho ambacho ninapata kuwa sehemu yake, ninapata kucheza sehemu ndogo na ninashukuru sana jinsi Mungu alivyojionyesha katika maisha yangu, familia yangu, na kupitia kanisa la Connection. Nilipokuwa na umri wa miaka 16, nilipokea simu kutoka kwa baba yangu kwamba bibi yangu alikuwa ameanguka na alipoteza fahamu. Baba yangu akasema, hey, tunahitaji kwenda hospitalini. Na bila kufikiria kama ni mbaya, lakini atakuwa sawa, na tunaenda. Na shangazi yangu anatoka nje na unachokiona ni machozi na akiniambia kwamba hatakuwa sawa. Zungumza kuhusu mtu aliyekuwa mwaminifu. Bibi yangu alipenda watu, alipenda familia yake na aliamini Mungu. Nilihisi huzuni ambayo sijawahi kamwe kuhisi na kuhisi kupotea. Na kwa hivyo, unajua, miezi michache inapita na unajua, kupitia tu harakati na nikagundua nilikuwa kama, unajua, nahisi kama lazima kuwe na kitu kingine. Na kwa hivyo, nilikuwa kama nataka kwenda kanisani. Na kwa hivyo, nilitafuta kwenye Google na moja ya makanisa yaliyokuwa katika eneo hilo lilikuwa kanisa la The Connection. Na kwa hivyo nilimwambia mama yangu na alikuwa wazi kwa hilo. Na unajua, mwaka mmoja baada ya hapo tulibatizwa. Mama yangu na mimi tulibatizwa. Na tangu wakati huo tulikuwa kama tumejitolea na tunataka kufanya hivi. Na unajua, hiyo ilisababisha kutumikia katika Connection Kids. Unajua, tuliunganishwa. Sio tu kutumikia, bali kama kuwa wakarimu katika kutoa kifedha. Ilimaanisha, unajua, hii si yangu, hii ni ya Mungu. Na najua kwamba kuna athari ya mbinguni kila ninapotoa. Na kwa hivyo nataka kukumbuka kwamba kila kitu nilicho nacho ni chake. Tangu mama yangu na mimi tulipokuwa tukija kwa muda mrefu, baba yangu hakuwa na nia sana na nilimwalika kanisani. Na ilikuwa wakati wa huduma za Krismasi na alikuja, na kisha Januari ilipofika alikuwa kweli alitaka kurudi tena. Na nilifikiria tu, sawa, kama hiyo ni nzuri. Na hivi karibuni alikuwa akija mara kwa mara, lakini pia niliona kama mabadiliko katika tabia yake. Mtu mwenye hasira aliyekuwa hapo awali polepole alitoweka. Lakini pia ukweli kwamba, unajua, mama yangu, baba yangu na mimi sote tulikuwa tunahudhuria pamoja. Sikuwahi kufikiria hilo lingetokea. Na inaweza kuwa ilichukua muda kwa kila mmoja wetu kufika tulipo, lakini alifanya hivyo na alibadilisha kabisa mienendo na mazingira ya jinsi hiyo inavyoonekana, kwa upendo, kwa amani na uponyaji tu. Kupata uzoefu wa Mungu kupitia fedha zangu na kupitia huduma yangu na kile alichonimwagia, nataka kuwa na uwezo wa kumwanda tena katika jamii. Watu wanastahili kupata uzoefu huo na kuwa na fursa ya kujua jinsi hiyo ilivyo na kufanya hivyo bila hofu. Ushuhuda wa ajabu kutoka kwa Melinda wa uaminifu wa Mungu na athari kwa familia yake. Na unajua, watu wengi wanauliza swali moja tulilopata lilikuwa tunafanyaje kuingia zaidi katika imani yetu badala ya kubaki juu. Na unajua, tunajua kwamba kuna nidhamu za kiroho kama maombi na ibada na kujifunza Biblia. Lakini pia kwenye orodha hiyo ni ukarimu, ni kujifunza maana ya kuwa mtoaji mkarimu. Kwa sababu inatulazimisha kuamua ni nani atakaye kuwa wa kwanza katika maisha yetu. Na kwa hivyo, hii ni njia ya kukomaa kama mfuasi wa Yesu. Hoja ya 4 na ya mwisho ni hii, kwamba Mungu anatoa vya kutosha. Kwa hivyo, Sulemani anamaliza hapa katika mstari ya 18 hadi 20. Napenda anakoenda hapa. Anasema, hii ndiyo niliyoona kuwa nzuri, ambayo ni sahihi kwa mtu kula na kunywa na kupata kuridhika katika kazi yao ngumu chini ya jua.
katika siku chache za maisha Mungu aliyowapa, kwa maana hii ni sehemu yao. Zaidi ya hayo, wakati Mungu anapompa mtu utajiri na mali na uwezo wa kufurahia, kukubali sehemu yao na kuwa na furaha katika kazi yao, hii ni zawadi ya Mungu. Hawafikirii sana juu ya siku za maisha yao, kwa sababu Mungu anawashughulisha na furaha ya moyo. Tazama, hapa ndipo mabadiliko yanapokuja, ambapo vya kutosha si lengo fulani huko nje, namba fulani, lakini ni wakati ninapoacha kudai kwamba pesa ziniletee kile ambacho Mungu tayari amenipa, au kile ambacho Mungu anaweza kukupa. Na anatupa njia 3 za kujibu. Moja, anasema pokea leo, na hiyo inamaanisha kwamba ninahitaji kufurahia kile ambacho Mungu ametoa. Unajua, kuna watu wengi ambao wanangoja kuwa na furaha. Inaita hii fikra ya wakati then. Na kwa hivyo tunakuwa na tuko shuleni na tunafikiria nikimaliza shule basi nitakuwa na furaha. Nikapata kazi nzuri basi nitakuwa na furaha. Nikioa, nikizaa watoto wakianza shule, watoto wakimaliza shule, nikipata wajukuu, nikipata cheo, nikistaafu. Na kisha hatimaye baadhi yetu tutasema nikifa basi naweza hatimaye kuwa na furaha. Hapana, 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 hapana. Unangoja maisha yako yote kwa kitu ambacho Mungu anataka kukuletea leo. Unajua, ni vizuri kuwa na pesa na vitu ambavyo pesa zinaweza kununua, lakini ni bora zaidi kuhakikisha kwamba haukosi vitu ambavyo pesa haziwezi kununua kamwe. Pesa haziwezi kununua amani na Mungu, amani moyoni mwako. Pesa haziwezi kununua ndoa imara. Pesa haziwezi kununua dhamiri safi. Haiwezi kununua urafiki wa kweli. Pesa haziwezi kununua tumaini au furaha au maana au kusudi. Pesa haziwezi kununua uzima wa milele. Vitu vikuu maishani bado ni vitu ambavyo haviwezi kununuliwa dukani. Hivyo ndivyo vya kutosha vilivyo. Vya kutosha ni kujifunza kwamba Mungu ndiye chanzo cha maisha yako. Yeye ndiye anayekuwezesha na anayekupa maisha yako. Na kwa hivyo furaha si mahali fulani huko nje, ni mahali fulani sasa hivi, ikiwa tunajifunza kushukuru kwa kile ambacho Mungu ametuletea. Na baadhi yetu leo tunahitaji kuchukua hatua hiyo ya kusema sitangoja wakati na kisha, lakini leo nitaanza kuishi kwa shukrani na kuridhika.
Na labda sababu ya kwa nini hakuna kitu kinachoonekana kama kinatosha ni kwa sababu vitu vimekuwa katikati ya maisha yetu, au chochote kimekuwa katikati ya maisha yako. Badala ya Mungu kuwa katika nafasi yake sahihi, kuwa na Yesu moyoni mwako. Tazama, Mungu anatosha, na kile Yesu alichofanya msalabani kwa ajili yako kinatosha kulipa gharama ili dhambi zako zote zisamehewe. Kile Yesu alichofanya msalabani kilitosha kukuleta katika uhusiano mpya na Mungu. Msalaba ulitosha kukuletea maisha zaidi na bora kuliko ulivyowahi kufikiria inawezekana. Huwezi kununua wokovu wako, lakini Yesu alilipa gharama kuu kukuokoa na kukupa maisha, kukupa tumaini na kukupa maisha ya baadaye. Tuombe pamoja. Yesu, tunakushukuru katika wakati huu kwamba unatosha zaidi kwetu. Tusaidie kukumbuka hilo katikati ya wakati mwingine kutoridhika kwetu kwa sababu ya utamaduni huu wa watumiaji. Tunafikiri tunahitaji zaidi, na kile tunachohitaji kweli, Mungu, ni uwepo wako zaidi ya Roho wako akifanya kazi katika maisha yetu. Na kwa hivyo tunafungua maisha yetu kwako leo, na tunaomba Mungu kwamba tuonyeshe na kutufunulia wema wako katika maisha yetu. Na kwa baadhi ya watu leo ungesema, nahitaji Yesu katika maisha yangu. Nahitaji kumweka Yesu katika nafasi yake sahihi katikati ya maisha yangu, ambapo nimekuwa nikijaribu kutosheleza kila kitu kingine. Na kwa hivyo ikiwa wewe ni huyo, unaweza kuomba sala hii. Unasema, mpendwa Yesu, ninakuhitaji moyoni mwangu na katika maisha yangu. Ninasikitika kwa dhambi zangu na ninageuka kutoka kwa dhambi zangu. Ninakugeukia wewe Yesu. Asante kwa kutoa maisha yako msalabani kwa ajili yangu, kwa kufa kwa ajili yangu. Kwa hivyo nataka kutoa maisha yangu kwa ajili yako. Nataka kuishi kwa ajili yako kuanzia leo. Mimi naomba uwe Bwana na Mwokozi wangu, msamehe na kiongozi wa maisha yangu. Nijaze na Roho wako na unisaidie kukufuata kuanzia sasa. Asante kwa kazi uliyoianza katika maisha yangu leo. Kwa jina la Yesu, amina. Amina. Ni wakati mzuri sana kanisani leo. Ni habari njema. Hey, ikiwa umechukua hatua ya imani, umempa Yesu maisha yako, au unahitaji maombi, tunakukaribisha kuja mbele baada ya ibada. Viongozi wetu wa maombi wanakuja hapa sasa. Pia tuna meza ya ushirika upande wangu wa kushoto ikiwa unataka kushiriki kabla ya kuondoka. Na tuna kituo chetu cha kuunganisha nje. Hakikisha umepitia hapo. Na ikiwa ni mara yako ya kwanza, tungependa kukupa zawadi hiyo kwenye meza yetu ya VIP. Tunawapenda nyote, hatuwezi kusubiri kuwaona hivi karibuni. Uwe na wiki yenye baraka.